Asante kwa neema zako, asante kwa fadhili zako nyingi, asante kwa uaminifu wako. Ni siku nyingine umetupa sisi kusogea hemani mwako. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mweza, uliyeviumba vyote, utulindaye kwa neema yako, utufuatiliaye kwa sababu ya kusudi uliloweka ndani yetu. Asante kwa sababu ya majira yaliyokwisha kupita. Ninakushukuru Bwana, maana ukuachilia adui ajisifu wala ajiinue kwa yale ambayo angeweza kufanya. Tumeuona mkono wako, tumeuona uweza wako, tumeziona nguvu zako. Saye tena Bwana, tunakuja mbele zako, tunaomba neema yako ikawe pamoja nasi tunapoanza, tunaposikia, tunapotulia, tunapokutafuta, tunapoomba, tunapofungua vinywa vyetu. Neema yako ikawe pamoja nasi. Kumbuka rehema pale ambapo hatujastahili wala hatutoshi na wala hatuna juhudi ya kutosha kututosheleza. Anza pamoja nasi tena katika jina la Yesu, amen, amen. Unaweza ukaketi tu, mtu wa Mungu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu tena kwa neema yake ametupa. Tulifika vipengele vingi kidogo, naomba nivitaje kwa haraka. Tulikuwa tunazungumza hatua za toba, hatua muhimu katika toba, hatua muhimu katika toba. Hatua ya kwanza, tambua uwepo wa Mungu wako unapofanya toba. Yani tambua unafanya toba kwa Mungu, sio kwa mtu, sio kwa mazingira, sio kwa vitu. Unafanya toba kwa Mungu. Kwa hiyo tambua uwepo wa Mungu kwenye hiyo nafasi ya hiyo toba. Eneo la pili au hatua ya pili, tambua sifa, tambua uhusiano uliopo kati ya sifa ya Mungu na hiyo toba unayoomba. Tambua uhusiano uliopo kati ya sifa ya huyo Mungu na hilo jambo ambalo unalipeleka mbele za Mungu kwa toba. Eneo la tatu, tambua nafasi ya kusaidiwa na Roho Mtakatifu ili kufikia viwango vya lugha ya kimbingu. Tambua nafasi ya kusaidiwa na Roho Mtakatifu ili kufikia viwango vya lugha ya kimungu. Tambua nafasi ya kusaidiwa na Roho Mtakatifu ili kufikia viwango vya lugha ya kimungu. Lakini jambo la nne ambalo jana nililizungumza na nitalirudia kidogo kwa sababu ya vyombo vyetu na mitandao yetu pia. Tambua umuhimu wa wewe kusamehe kwanza waliokukosa. Unapoenda mbele za Mungu kwa toba, tambua umuhimu wa wewe kuwasamehe kwanza waliokukosa. Usiende tu ukataka wewe kusamehewa wakati wewe kusamehe utaki. Usiende tu ukataka wewe kulegezwa wakati wewe kulegeza wengine hutaki. Usiende ukataka wewe ulegeshwe kwenye nafasi yako wakati wewe kuwasaidia wengine kulegea kwenye nafasi zao hutaki. Haitakusaidia na toba yako haitakuwa na majibu au matokeo. Mathayo Mtakatifu sura ile ya 6 mstari ule wa 14 mpaka wa 15. Mathayo Mtakatifu sura ile ya 6 mstari wa 14-15 nasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Mstari wa 15, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Mathayo Mtakatifu 18 mstari ule wa 21-22. Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya 18 mstari wa 21-22 unasema, kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana,
ndugu yangu anikose mara ngapi, nami nimsamehe? Hata 7? Hata mara 7? Mstari wa 22 anasema, Yesu akamwambia, sikuambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Jana nikajaribu kutoa ufafanuzi kidogo wa hili eneo. Nikakwambia Yesu anasema ni 7 mara 70. 7 mara 70 ni ngapi? Ni 400 na ngapi? 490. 490 ndio mara ambazo mtu anatakiwa kusamehe kwa siku. 490. Yaani wewe umekosewa makosa 490, hayo makosa 490 unatakiwa kusamehe kwa siku, per day. Nikawambia inaweza ikawa ngumu usielewe Mungu anachokizungumza. Chukua 490 igawe mara 12, igawe kwa 12, utajikuta unatakiwa kusamehe 41 mara 41 kwa lisaa. Yaani ukosewe makosa 41 na uyasamehe yote 41 kwenye lisaa moja. Utaona ilivyokuwa msamaha wa wewe kusamehe watu wengine lilivyokuwa sio jambo dogo kwa Mungu. Kama Mungu anakuwekea 41 per day, per hour usamehe, yaani ni watu wakukosea 41. Maana yake sikio utakuwa umekaa sehemu, ukiona imefika 41 amka ondoka. Hapo utakuwa umekaa engo mbaya sana. Kwa saa, per hour, watu 41 au makosa 41 yanajitokeza na yote unatakiwa kusamehe. Ninakwambia hamna depression, na hapa niliwaambia hamna depression, hamna msongo wa mawazo kwa mtu anayeitwa Mkristo. Ukiona uko amejipa, hajataka kuachilia. Kama tunatakiwa kuachilia 41 per hour. Halo, mwangalie jirani yako, mwambie hivi, umeshawahi kusamehe mara ngapi kwa lisaa? Sio kwa siku. Kwa siku ni nyingi sana. Yaani 3 umeshapandisha pressure, umeshaanza kunywa na dawa. Ni 3 tu. Zikiongezeka 2 huko Moi au 2 au huko wapi hapo General au kule Benjamin. Yaani zikitokea mara 5, ataki ya kukosewa mara 5 per day, sio per hour, mara 5 per day. Tuwezi. Kwa nini? Wakati wewe ni Mkristo. Na utaniambia mchungaji, umechukua wapi 12? Nimechukua 12. Yesu anasemaje? Jua lisichwe na uchungu wako. Kwa hiyo maana yake ikifika saa 1 lazima uwe umefinish. Ndio maana nimeyaleta haya 490 kwenye 12, sio 24. Lakini unaweza kujipa trial tu ya kusamehe. Ipeleke kwenye 24 ijawe, uone kila saa hata ukiwa umelala unatakiwa kusamehe mangapi. Ukiwa usingizini unatakiwa kusamehe ngapi? Ukilala masaa 3 kuna muda wa kusamehe kwenye hayo masaa 3. 20. Sasa hebu angalia 20 mara 24, yaani kama ni masaa 24 ni mara 20 kwa lisaa hadi unalokoloma. Wamama unafikiri sura zingepata makunyanzi? Hamna. Lip shine sijui poda zingekaa zimenyooka hivi. Hamna kuzeeka hapa. Hamna kuzeeka hapa. Lakini hatutambui hiyo nafasi. Na niliwaambia jana, kusamehe sio kwa sababu ya yule anayesamehewa, kusamehe kwa sababu ya wewe mwenyewe. Yaani msamaha ni wa kwako, sio wa yule anayesamehewa. Wakati mwingine kuna mtu unamtangazia msamaha na kwambia achana na mimi wewe. Hana time, kwa sababu unavyoumia wewe sivyo anavyoumia. Yeye anafurahia wewe uumie. Yeye anafurahia wewe upite kwenye hiyo hali. Yeye anafurahia wewe kae hapo. Akikuona unatoka anaona haya nashindwa, anaanza kushinda. Hata shetani anajua. Na ndio maana kwenye kusamehe sio rahisi. Halo? Sasa mwambie mwenzako, chukua hiyo hesabu. Acha kujizeesha. Wakati mimi najua hivi nikashangaa mambo mengi sana. Sasa kumbe mimi bado naweza nikafikisha miaka 120, 140. Kama kwa saa
Masaa 24 ni mara 20. Aisee, nikilala naanza kusema nimewasamehe wote. Ndio maana yule akaimba nimewasamehe wote, nimewasamehe wote. Sasa unajua sometimes kuelewa sio rahisi. Hello, mwambie mwenzako acha kubeba vitu. Acha kuweka makolokolo moyoni. Acha kuweka makopo. Hayo ni vitu used, havina kazi. Achana navyo uvuke. Yaani kuna vitu mmeweka ni matambala. Hayafai hata kushona, hata kumvalisha mtoto wako nepi avai. Ya nini umeweka moyoni umeshikilia? Alinisema. Aliyekusema anakula maisha, wewe unateseka tu na alichokusema nacho. Achana nacho, kimeondoa nini kwenye maisha yako? So lazima ufikie maturity ya faith. Ukomavu wa imani unapimwa na kiwango cha kusamehe na kulilizi na kuachilia. Yesu msalabani anasema, Baba wasamehe maana hawajui walitendalo. Unajua anasema akiwa vile yuko uchi. Achana na ile picha mnaona, yuko uchi, naked, mbele ya mamake, mbele ya ndugu zake, mbele ya cousin wake, mbele ya jamii, mbele ya makutano waliowapa chakula, mbele ya waliowaokoa, mbele ya waliowainua, yuko uchi. Wewe umevuliwa nguo. Kwa hiyo maneno wamekusema wamekuvua nguo. Yesu anasema, Baba wasamehe. Kwa nini? Kwa sababu hawajui walitendalo. Wangelijua wasingelitenda. Lakini kwa sababu hawajui, achana nao. Na hapa nikasema usifanye vitu kama hisani. Jana nilifundisha sana hii kitu. Usifanye kitu kama hisani kwenye maisha yako. Never on the earth. Usifanye kitu kama hisani. Fanya kitu kama wajibu. Yaani kama unatakiwa kumsaidia huyu avuke, msaidie. Usingoje litani ya kuheshimu. Kwa sababu asipokuheshimu utaumia. Wajibika, fanya aende. Akishaenda ameenda. Aheshimu sawa, asipoheshimu sawa. Atii sawa, asipotii sawa. Sasa nyie mkiwatendea watu mnataka litani, na ndio vinavyowaumiza. Nikawapa mfano jana, hivi unatembea barabarani kichaka kutukana, unapataga hasira? Unashuka kumpiga? Ngoja kutukana au akuseme vibaya ambaye unaishi naye nyumbani. Kwa nini pressure inakaa? Kwa sababu wewe unataka litani kwake nzuri. Kwa sababu wewe unafanya vizuri. Achana na hizo vitu. Yaani usitende ukafikiri utarudishiwa ulichokitenda. Achana na hiyo kitu, wewe tenda kama wajibu. Yaani hata kesho ukifa watu waseme, yes, alikuepugi mama fulani, alikuepugi kijana fulani, alikuepugi baba fulani, alitokeaga mjomba wangu, alitokeaga shangazi yangu, alitokeaga kaka yangu, alitokeaga mtu nilikutanaga naye barabarani akanifanya kuwa mwanae, alitokeaga na wewe haupo. Nyie mnataka litani mkiwa hai, mtakufa na pressure, mtawacha hao watu wanaendelea na maisha. Fanyeni vitu kama wajibu. Yaani nitoa mifano mingi, leo nimesema narudia kwa sababu ya record tu basi. Amen. Unanielewa mtu wa Mungu? Kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu kwa toba, angalia mlango wa msamaha kwa wengine wa kwako kabla ya kwako Mungu kuufungua. Halo? Umepata kitu hapo? Umepata kitu hapo? Sio rahisi, lakini ni mara 20. Power to 24. Kwa hiyo utaona kama ni hivyo, ishi kifua mbele. Yaani 20 kwa masaa 24. Ishi kifua mbele, tembea na imani, songa mbele, usikae hapo. Watu wengi mmeshindwa kudumu matured in faith kwa sababu ya mambo yaliyokwisha kupita. Hayapo tena, yamepita, lakini yamebaki na ninyi. Yaani ninyi mmebaki kule ng'ambo, mko hapa mwili, lakini mko ng'ambo kwa imani, mko ng'ambo kwa nafsi, mko ng'ambo kwa roho. Kwa nini? Kwa sababu tulipitishwa nyakati ambazo zimekuwa ngumu. Halo?
Mwambie mwenzako mpende adui yako. Si ndio Biblia inasema? Kwa sababu umemsamehe. Hello. Jana niliwapa hadithi yangu mimi, watu wakashangaa sana, lakini fanya vitu kama waje. Mimi nimejifunza in my own faith, kwa imani yangu binafsi. Wengi niliowatendea wema ndio wamegeuka maadui na ni wabaya. Wengi ambao nilifikiri watanibeba ndio ambao wamenibeba na mishale. Wengi ambao mimi nilisimama in front ili wao wasipigwe, sasa hivi ndio wananigeuza wanipige. Kwa hiyo niliwajibika kufanya na sina shida nao. Sina shida nao kwa sababu ilikuwa ni wajibu wangu kufanya. Nisingefanya mimi, nani angefanya wao kufika hapo? Nisingejitoa mimi, nani angejitoa? Kwa hiyo naweka nafasi yako, fanya. Visha wengine, inua wengine, achilia, watetee, wapiganie hata kama wanakusema vibaya. Biblia sinasema walipeni ubaya kwa wema. Hivi unachukuliaje mtu umemnunia alafu kila saa ndo anakuuliza umekula? Unajisikiaje? Una jambo naweza kukusaidia? How do you feel? Yaani umeninunia alafu mimi ndo nakuuliza vipi? I say, kuna jambo naweza kukusaidia? How do you feel? Walipeni watu wema, nyie si wa Kristo? Walipeni watu wema, tena walipeni watu wema kwa juhudi, kwa kujitoa bila kujihurumia. Hello? Walipeni watu wema kwa sababu na nyie mnatarajia wema kutoka kwa Mungu. Kama unatarajia wema kutoka kwa Mungu, anza kutenda wewe kwa position yako kwa wengine. Mungu si dhalimu eti. Hauwezi kumuomba Mungu kwa sadaka, hauwezi kumuomba Mungu kwa lugha, hauwezi kumuomba Mungu kwa kufunga, hauwezi kumuomba Mungu kwa kusema neno. Hauwezi kumuomba. Vyote havigeuzi maamuzi ya Mungu. Havigeuzi. Yaani kuna watu wanajuhudi kwenye utoaji lakini wamebeba watu. Kuna watu wanajuhudi kwenye maombi lakini mioyo imefunga. Kuna watu wanajuhudi kwenye kujitoa kwenye kazi ya Mungu. You are doing nothing. Mimi niwaambie ukweli hapa, kwa sababu ndio eneo limewashikilia, ndio kifungo kimewashikia. Hamuongei na ndugu zenu, hamzungumzi na majirani zenu, hamzungumzi na watu wa nyumbani mwenu, alafu mnataka kuzungumza na Mungu kwa kiwango ambacho mnataka Mungu awasikilize kwa kiwango cha juu. Mungu sio dhalimu. God is not like that. Mungu sio wa hivyo. Never. Mungu sio wa hivyo. Anasema hivi, kama una jambo na umepanga kutoa sadaka, iache sadaka yako, nenda, patana, rudi, utoe. Ukiitoa wakati umeshikilia vitu, umechangia, hujatoa sadaka. Kwa unaweza kupima kiwango cha fedha umeipeleka madhabahuni. Sio sadaka, ni fedha, ni mchango. Sio sadaka. Kwa nini? Kwa sababu kuna wengi uliwaacha nyuma ambao hawako safi. My Lord, my God. Okay, sawa. Injili ya Mathayo Takatifu. Okay, nimeisoma 18:21-22. Naomba leo niende eneo la 5. Amen. Hili lilikuwa la 4. Naomba niende nisoge hatua ya 5. Amen, amen. Nimeeleweka. Umenielewa? Umenielewa? Kama hujanielewa nirudie. Umenielewa? Nataka niseme hapa tunazungumzia toba yenye mabadiliko binafsi. Haihitaji jumuiya, haihitaji kijiji, haihitaji familia, inakuhitaji wewe. Kwa sababu wewe ukifanikiwa, anasema Yesu anasemaje? Nikiinuliwa nitawavuta wengi. Kwa hiyo lazima wewe uinuke ili wengi wavutike na Mungu wako. Kama utakuwa chini kama wao walivyo, hata kuwaambia habari za Mungu ni ngumu.
Siku moja mimi ninakuwa nasoma uinjilisti, nasoma uchungaji, watu mmoja akasema, unajua injili itahubiriwa hata kwa vilaka. Nikasema shindwa, kwa jina la Yesu, hamna vilaka. Inakuaje? Tunaenda kuhubiri injili na vilaka, inakuaje? Hiyo injili inafikaje? Sasa tukiwa tunasoma, tunapelekwa kwenye makanisa ya vijijini. Unafika kanisani, yani Mkristo anaomba sadaka, yani anamuomba mchungaji sadaka. Yani wewe unatarajia umetoka chuo, hata wakupe hata fungu la pili, hata sio la 10, la 2 tu, lakini ukifika pale wabibi wanakuomba sadaka, wanakwambia hatujala. Ninazunguka huko vijijini, Wakristo wakitoka kwenye ibada, badala ya kwenda nyumbani, wanaenda kwenye nyumba ya mchungaji ili wapate chakula. Yaani badala ya kwenda nyumbani walete chakula kwa mchungaji, wakimaliza ibada wanaenda nyumbani kwa mchungaji, mama mchungaji asonge wale. Na akipika ugali na mlenda mara nyingi wanasema mama mchungaji mchoyo. Kwa hiyo wanataka kubadilisha. Huyu jamaa amekuwa kijijini, huyu hapa mzee Shuhuda, huyu hapa. Sisemi watu wakati hawapo, huyu hapa. Nikaa kijijini. Au mzee ninachosema ni uongo? Mimi nazunguka kwenye uinjilisti naona. Yaani Jumapili kwa mwinjilisti ndio sufuria la mwisho, saizi ya mwisho linatumika. Achana na sisi huku wa town. Yaani wewe hata hujui mchungaji anaishi wapi. Achana na sisi, sisi huku tunaishi kwa maarifa. Yani mpaka ufike kwa mchungaji umehaha, umepotea njiani. Lakini watu wa Mungu, mimi nataka niwaambie ule ukweli. Kwenye eneo la msamaha, I wish uende nyumbani ufanye reverse. Na hapa nikiinua watu watakwambia tumetoa sadaka haina majibu. Tena wanasema tumetoa sadaka ngumu. Unajua kuna sadaka na sadaka ngumu. Kuna sadaka na sadaka. Sadaka ya sadaka ya. Lakini haina majibu. Kuna watu wametoa shukrani lakini ni shukrani hazina majibu. Yaani unashukuru kwa nini? Hawezi eleza anachokishukuru. Kuna watu wametoa sadaka za maombi na nadhiri sijui na nini, walijifunga na vimefunga vingine. Yaani nisemaje, sitaki kwenda huko, lakini John Msimani na Shadeni. Toe mfano mmoja hapa uwasaidie. Hujasamee huko hivi, hujasamee, si ni sawa? Alafu kaja kanisani ukasikia mchango wa Lockphone, ukasema nitatoa, kafunga. Sasa unachomokea wapi? Unachomokea kwenye Lockphone, unachomokea kwenye msamaha. Nendeni mpitie madeni yenu. Ndio maana mnashindwa kulipa, sio kwamba hamna fedha. Nafundisha vitu vigumu. Mbona mnaniangalia mpaka mnanitisha? Kwa nini? Kwa sababu moja, una watu ndani. 2, unalinadhiri. Unatoaje? Watu ukitaka kutoka wanavuta moyo. Nadhiri ukitaka kutoka inakuvuta. Unachomokaje hapo? Na ndio maana unakuta ni hela ndogo lakini huwezi kutoa. Ada ya mtoto ni kubwa, unaweza lipa. Nisifundishi sadaka leo. Nawafundisha kusamehe. Unataka kuomba saa 10 usiku. Unataka kuamka kabisa. Ni ratiba yako. Lakini kuna watu wanacheza moyoni huko. Sasa unakutana na watu wenyewe ni wa Uswahilini. Wanacheza zile nyimbo zinaitwaje? Singeli. Mkono juu hivi. We. Yaani mtu anacheza anakambii hivi yani. Bora akafungia huku. Mchezo. Uliko moyoni mwako. Yaani ukifumbua hizi macho. Huyu hapa ameshakuja. Utaomba saa 10. Achilieni hao waende. Achilieni waende, mbaki huru. Mbaki nafasi yako na Mungu wako. Moyo wako upe nafasi ya Mungu, sio ya watu, sio ya vitu, sio ya matendo yaliyokwisha kupita. Naomba niende hatua ya 5.
Nafikiri wakati mwingine na wengine wakija watapitia hapo nami. Amen, amen. Hatua ya 5. Tambua nafasi ya maungamo. Tambua nafasi ya maungamo toka kwako kabla ya toba. Tambua nafasi ya maungamo toka kwako kabla ya toba. Tambua nafasi ya maungamo. Kuna kuungama na maungamo. Sasa tofauti yake ni ndogo sana. Kuungama ni sasa unafanya, ni kitendo. Maungamo ni vitu unavyotakiwa kufanya. Kuungama ni sasa, maungamo ni vitu unavyotakiwa kufanya. Yaani ni vitu unavyotakiwa kuviungamania ambavyo hujaviungamania. Tukisema tutakuwa na maungamo kesho, maana yake tukifika kesho utaungama. Inaeleweka? Inaeleweka? Yaani tukisema kesho tutaungama au tutakuwa na maungamo, ikifika kesho ndo kuungama kwenyewe kuliko. Lakini maungamo ni process inayokupeleka kwenye kuungama. Na ni utambuzi sasa, ninaungama kwenye nini? Nina dhambi gani? Wapi nilipoanguka? Nimefanya nini? Ninapotaka kuzungumza na Mungu naongelea wapi? Kwa nini? Kwa sababu kuungama ni kusema. Inaeleweka? Kwa hiyo tambua nafasi ya maungamo toka kwako kabla ya toba. Yaani unatakiwa kuungamia nini before kwenda kusema Mungu ninaomba toba. Umeungama kwenye vitu vipi ambavyo katika hivyo ulikuwa unapaswa kufanya, unahitajika kufanya. Nilieleza sana siku ya kwanza, kama mnakumbuka, nikawaambia kuna pointi sikuwa nimeangalia chini kule, lakini niliwaambia kuna pointi chini nitaifikia. Nakumbuka siku ya kwanza ambayo mliniuliza maswali mengi. Naomba leo nipite kwenye vifungu alafu nisogea hapo inayofuata. Methali 28:13. Ndio. Maandiko yanasema afichaye dhambi zake Aha. Anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, hafichaye dhambi zake hatafanikiwa. Kusudi la huyu mtu kwenda kwa toba au kwenda mbele za Mungu ni kutubu. Nisikilize, ni kutubu. Lakini toba haiwezi kuwa na mafanikio kama huyu mtu ameficha dhambi mbele za Mungu. Toba haiwezi kuwa na mafanikio kama huyu mtu ameficha dhambi mbele za Mungu. Sasa ili toba iwe na mafanikio, ni lazima huyu mtu kuzifunua dhambi zake mbele za Mungu kabla ya kuisema toba kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu akizifungua zinampa Mungu mlango wa kufungua mbingu zake na uhalali wa kumsikiliza na kumrejesha, kwa sababu toba ni kurejeshwa, ni kutolewa, ni kuondolewa, ni kugeuzwa. Maungamo ni kusamehewa, ni kufutiwa dhambi. Sasa kama unaenda mbele za Mungu kwa toba wakati dhambi umeificha, toba haina mafanikio automatic. Ili iwe na mafanikio lazima uiachilie dhambi wazi, uiseme wazi, uende mbele za Mungu ukisema juu ya dhambi yako kwanza. Anasema hivi, hatua ya kwanza, njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zikiwa nyekundu zitakuwa nyeupe. Lakini ni lazima tusemezane juu ya hiyo dhambi ili iondoke kwenye wekundu ile kwenye weupe kwa neno langu.
Aha. Amen. Umenielewa mtu wa Mungu? Tambua nafasi ya maungamo. Zaburi 32:5. Zaburi 32:5 nikasema, nakulisha dhambi yangu wala sikuficha potofu wangu, nasema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe utanisamehe potofu wangu. Anasema nalikujulisha dhambi yangu, nalikujulisha dhambi yangu wala sikuficha upotovu wangu. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukasema ukanisamehe upotofu wa dhambi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiache kutambua nafasi ya maungamo yako kwanza kabla ya kwenda eneo la toba. Usiache kutambua. Kwa hiyo ningesema hivi, ungama kabla ya kutubu. Ungama kabla ya kutubu. Ungama kabla ya kutubu. Kabla hujaingia kwenye toba ni muhimu uungame kwanza. Kabla hujaingia kwenye toba ni muhimu, sio tu muhimu na ni lazima kuungama kwanza. Naomba niende ni hatua ya 6. Tubu kwa kujutia na kutamani kurejeshwa. Tubu kwa kujutia na kutamani kurejeshwa. Tubu kwa kujutia na kutamani kurejeshwa au kurejezwa. Tubu kwa kujutia na kutamani kurejezwa. Warumi 9:25-26. Hapa tutaziangalia hatua tatu muhimu kwenye jambo la 6. Hatua 3 muhimu. Tutazisema tu alafu nitazifafanua, tutaenda kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Twende na Warumi 9:25-26. Warumi 9:25. Ni kama vile alivyosema katika Hosea, nitawaita watu wale wasiokuwa watu wangu, na mpenzi wangu yeye asiyekuwa mpenzi wangu. Tena itakuwa mahali pale walipoambiwa, ninyi si watu wangu, hapo wangu alipo. Rudia tena. Ni kama vile alivyosema katika Hosea, nitawaita watu wangu wale wasiokuwa watu wangu, na mpenzi wangu yeye asiyekuwa mpenzi wangu. Tena itakuwa mahali pale walipoambiwa, ninyi si watu wangu, hapo wangu alipo. Anasema pale naomba nianzie pale B. Nitawaita watu wangu wale wasiokuwa watu wangu. Nitawaita watu wangu wale wasiokuwa watu wangu. Yaani kwa sababu ya makosa, kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya misingi ya vizazi, kwa sababu ya sadaka na ibada, kwa sababu ya kafara na matamko, wewe kwa asili si wa Mungu. Nisikilize vizuri. Kwa sababu ya misingi ya vizazi, kwa sababu ya ibada na kafara na sadaka, kwa sababu ya matamko, kwa sababu ya namna ya kuzaliwa kwako, wewe si wa Mungu kwa uhalali. Unafanyika wa Mungu pale anapokugeuza kutoka hali hiyo kuwa katika hali yake. Na unaugeuzwaje? Ziko hatua nyingi za kumgeuza mtu, na nafikiri kwenye toba ya misingi mmejifunza. Sasa unapogeuzwa, anasema hivi, wale ambao walijulikana ni wa mataifa leo wanajulikana kama wana wa Mungu.
Kwa nini wanajulikana kama wana wa Mungu wakati wao sifa yao ilikuwa ni mataifa? Kwa sababu wamekubali, wameitika, wamefuata. Kuna kitu kinanishangaza sana, sijui kama na wewe ukisoma kinakushangaza kama mimi. Yesu akafuatwa na mama yake na ndugu zake, alafu akatuma mtu kwamba mwambieni mama yake na ndugu zake wako nje wanamhitaji. Yesu akasema hapana, mama yangu na ndugu zangu ni wale wote wanaolisikiliza neno na kulifuata. Kwa hiyo kumbe hata mama na baba na ndugu na jamaa hawakwalifai kama hawajalisikiliza na kulifuata, hawajakwalifai kama hawajakubali. Kwa hiyo Yesu anasema hamna. Alafu ukienda kule kwenye amri inasema waheshimu baba yako na mama yako. Si kama wao na wewe unashangazwa kama mimi. Yaani Yesu anasema hao inawezekana ni ndugu zangu kwa asili ya misingi ya vizazi, kwamba mimi ni mwana wa Daudi, mimi ni shina lililochipuka kwenye ufalme. Kwa asili hiyo ni ndugu zangu, lakini kwa kazi ni wale wote. Sasa hapa anasema hivi, wale ambao kwa asili sio wa Mungu ataitwa wa Mungu. Ngoja, inawezekana mimi naona peke yangu. Nisikilize. Mstari wa 16 anasema tena itakuwa mahali pale walipoambiwa mimi si watu wangu, hapo wataitwa wana wa Mungu aliye hai. Tena itakuwa mahali pale. Kwa hiyo unapotambua Mungu anakutoa kutoka hatua ile uliokuwepo, anakuweka katika hatua nyingine. Kama ndivyo, hakuweki kwenye hatua ya uharibifu. Kama ulikuwa katika eneo la kulia, hautakaa kwenye eneo la kulia tena. Kama ilikuwepo ni eneo la umaskini, hautakaa kwenye eneo la umaskini. Kama ni eneo la kukataliwa, hautakaa kwenye eneo la kukataliwa. Kwa nini? Kwa sababu anakuondoa kwenye kukataliwa, anakuleta kwenye kukubaliwa. Anakuondoa kwenye kufungwa, anakuleta kwenye uhuru. Anakuondoa kwenye laana, anakuleta kwenye umiliki. Anasema watakuwa wana wa Mungu aliye hai. Ukienda kwenye Ufunuo 5 anasema inafaa kufunua hicho kitabu, kwa kuwa wewe Jesus. Okay. Za kusogea, muda unakimbia sana. So unapojuta na kutamani kurejeshwa kutoka ndani, urejesho unatokea, uhamisho unatokea, uhalali unakuwepo. Watu wengi tunapoenda mbele za Mungu kwa toba, hatumaanishi kutubu. Nisikilize. Watu wengi tunapoenda mbele za Mungu kwa toba, hatumaanishi kutubu. Tunamaanisha kusema toba mbele za Mungu. Kusema toba na kutubu ni vitu viwili tofauti kabisa. Kutubu ni kutaka kugeuzwa, ni hali ya uhitaji wa ndani ambayo katika hiyo haizuii na chochote. Lakini kutamka toba ni hali ya kusema. Toba
haimaanishi kwa maneno. Toba haimaanishi kwa maelezo. Toba haimaanishi kwa namna unavyoenda mbele za Mungu, unatambaa, unagalagala, unainuka, unasota. Haina maana hivyo vitendo vyote kama dhamiri ya ndani haiko kwenye hivyo vitendo. Haina maana kama moyo haujakubali. Haina maana kama nafsi haijawa tayari. Biblia silitoa ule mfano wa yule kijana, wale vijana wawili, aliitwa na babaye, akamwambia nenda, akamwambia baba siendi. Siendi. Akaondoka zake. Akamwita wa pili, akamwambia baba naenda. Lakini aliyemwambia naenda alienda? Aliyemwambia siendi alienda? Nani mwenye maana kati ya hawa wawili mbele za baba? Aliyeenda. Lakini kwa neno, kwa matendo, kwa neno hakuwa na maana. Kwanza maana ilitokana na kitendo. Kwa hiyo maneno mengi hayana maana pasipo kitendo ndani ya moyo. Unaweza ukasema toka asubuhi mpaka jioni, lakini moyo umenyamaza kimya. Unaweza ukaita toka asubuhi mpaka jioni, lakini moyo umenyamaza kimya. Ina maana kuchukua hatua, haina maana kuzungumza. Ngoja nitawaambia mfano wa pili wa yule jamaa wa Baraka. Yule jamaa alikuwa na watoto wawili, mmoja mwindaji, huyu mwingine ni mfugaji. Lakini alitaka kumbariki, akatoa maelekezo, nenda kawinde, kaniletee mnyama unitengenezee. Kitendo kilikuwa ni kwenda kuwinda. Mnyama akija, baraka imetolewa, si ni sawa? Mama akajua, kwani huyu mwingine alienda kuwinda? Si alichukulia bandani tu? Si kitendo cha kuchukua tu bandani pale, si alitengeneza? Si alipeleka kwa baba? Alibarikiwa au kubarikiwa? Alibarikiwa. Alafu yule aliyeenda wakati anarudi alikuta baraka tena. Maneno haina maana kama hayana vitendo kwenye toba. Hayana maana kama hayana vitendo kwenye toba. Watu wengi mmekuwa mkizungumza toba, lakini hamtubu. Biblia inasema tubuni, mkarejee. Tubuni. Kwa nini? Kwa sababu toba automatically inakurejesha mtu kwenye mahali pako sawa sawa na kusudi. Kwa nini hujarudi kwenye kusudi mpaka leo? Na wewe ni muombaji. Kwa nini hujarudi kwenye kusudi mpaka leo? Na wewe ni mtu wa kutendeleza. Kwa nini hujarudi kwenye kusudi mpaka leo? Na wewe ni mtu wa kusoma neno. Kwa nini hujarejeshwa kwenye kusudi mpaka leo? Na unatoa sadaka. Kwa nini? Ndio swali la msingi, mjiulize. Ndio pale tunafikia kwenye hatua ile Yesu aliyosema, sio wote waliosema Bwana Bwana. Sio wote. Kwa sababu haina maana kusema Bwana Bwana. Haina maana. Nilikuwa nafuatilia watu fulani wa saikolojia. Siku hizi wameanza kuniharibu kwa sababu sasa imebidi niingie deep kuwafuatilia. Wanasema hivi kwa utafiti, wengi wanaopelekwa hospitali wanaonekana wamechanganyikiwa. Wanasema mimi ni Mungu, au mimi ni Yesu, au mimi ni mtume. Wengi wanaopelekwa kule wanasema hayo maneno. Hawazungumzi habari ya mimi mganga wa kienyeji. Hawazungumzi ya kwamba mimi nimekuja kuroga. Hawazungumzi hiyo. Wanasema ni 60% mpaka 70% ya wagonjwa wanaoenda hospitali na magonjwa ya akili wanazungumza habari za imani. Nisikilize mtu. Wanazungumza habari za unakutana na mtu anasema mimi Yesu, mimi Yesu. Ni ishu ya imani. Ni ishu ya. Sasa sio wote wanaosema Bwana Bwana. Sio wote. Nenda utafiti, nyesi wasome, neneni fanyie utafiti muone. Wengi au wanazungumzia vitu vinavyohusu imani. Huyo anakuja huyo amuoni huyo. Naweza kuangaika yuko wapi, shika kamba, tia kamba.
Yeye mwenzenu anamuona. Hicho ni nini hamjafunguliwa macho kumuona? Kwani wale wanafunzi Yesu alipoingia alisemaje? Kama ni wewe hebu tuonyeshe ishara. Wengi tunasema habari za Mungu lakini hatumaanishi. Kuna mahali tukipigwa pini ndio tunashukaga na maombi, ndio tunashukaga na ibada, ndio tunashukaga na sadaka. Kwa nini mpaka ufungwe? Kwa nini mpaka Mungu aachilie kifinyo? Kwa nini mpaka ufikiwe hatua ya kulazimishwa kuokoka? Kuna mtu anaitwa Sauli. Sauli anaenda anakutana na Mungu njiani akiwa na barua ya kwenda kuwaua wanaosema Yesu ni Bwana. Yaani anapigwa upofu njiani akiwa anaenda na waraka wa kuwaua wote wanaosema Yesu ni Bwana. Alafu anatumwa mlokole kwenda kumwambia, wewe ngoja nikuombee uone. Jamaa anasema hamna, mimi siendi. Yaani Mungu anamwambia nenda, anasema siendi. Mkasome vizuri Biblia, anasema siendi. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanamjua ni muuaji, ni chinja. Na kama alikuwa anaelekea maeneo yao, alikuwa na waraka wa kuwachinja. Nijipeleke nife? Hamna, mimi sitaenda. Mungu anasema hamna, yule nilishampiga. Yule nilishamvua, amekuwa wa kwangu. Lakini kile kitendo cha kuamini amekuwa wa Mungu inahitaji muda. Yaani kuna mama hapo ukimwambia mume wako umeokoka anashangaa. Anasema hata wewe umeokoka? Si mko hapa jamani, mimi sisemei watu wa nje. Yaani ukimwambia nimeokoka anashangaa. Na wewe? Kwa sababu unasema habari za wokovu lakini matendo sio ya wokovu. Yaani pale nyumbani matendo yako pale ndani. Baba anaona kama Mungu huyu wokovu ndio hivi, haokoki. Kwa sababu anajua kuokoka ni kuharibikiwa. Haya, hatua ya pili kwenye eneo hili la 6. Anasema watu hao husema kwa midomo lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Midomo iko karibu lakini mioyo iko mbali. Watu wengi mmepeleka midomo kwenye toba, sio mioyo. Kinachogeuzwa na toba ni moyo na nafsi, sio mdomo. Eneo la pili. Eneo la pili, unapojutia na kutaka kurejezwa kwa yaliyo makubwa, usisahau yaliyo madogo. Usisahau yaliyo madogo. Usisahau yaliyo madogo. Hapa kwenye maeneo yote mawili, unapotubu na unapoungama, usisahau mambo yaliyo madogo. Wengi mnaenda na mambo makubwa, madogo hamuyaoni. Biblia inasema ondoa kwanza boriti ndipo uone kibanzi. Wengi tunaona kibanzi, hatujaona boriti. Biblia inasema jicho moja likosesha liondoe. Hatujaondoa jicho lililotukosesha, sio kwa maana ya ujitie bikali lipasuke utakuwa kipofu. No, kwa maana ya kuto kutazama huo mwelekeo. Ndio maana anasema ikimbieni zinaa. Anasema amtazamaye mwanamke kwa kumtamani ameshazini. Kwa hiyo unachotakiwa kujilinda nacho ni kutazama kwa tamaa. Inaeleweka watu wa Mungu? Sasa watu wengi tunadharau yaliyo madogo, tunaenda na yaliyo makubwa. Yaani hapa ukisema watu wanaomba toba juu ya nini?
Watu wanaomba toba warejeshwe kwenye mabiashara, mavyeo makubwa na nini, lakini nafasi ya malezi nyumbani hana time. Nafasi yake kama mama au kama baba, kama kijana, kama mtoto haizungumzi. Hali yake ya mwenendo hazungumzi. Yeye anataka tu makubwa. Na ndio maana hapa tungesema semina ya kupokea, mngejaa kweli, viti havitoshi na wao. Lakini hivi vya kukujenga hauna time. Kwa nini? Kwa sababu unataka makubwa. Kesho uitwe waziri mkuu, kesho uitwe mkurugenzi, kesho uitwe CEO, kesho uitwe mfanya biashara mkubwa, lakini kuna vidogo. Je, unaitwa mama bora? Unaitwa baba bora? Unaitwa mtoto bora? Unaitwa kijana bora? Tunasahau madogo, tunaenda kwenye makubwa. Sasa kama tukizalau yaliyo madogo tukapambana na yaliyo makubwa, tunaenda against spiritual law. Yaani tunaenda kinyume cha sheria ya kiroho. Kwa nini? Kwa sababu sheria ya kiroho inasema hivi: aliye mwaminifu kwa kidogo. Sheria ya kiroho ya kuinuliwa, aliye mwaminifu kwa kidogo, huyo ataaminiwa kwa kikubwa. Yule mtu akaacha talanta 5, 3, 1 sijui, huyu mmoja akafukia, akasema, hapo anasema kabisa, na kujua wewe ni dhalimu. Ni dhalimu, niliacha kwako hata bila kukwambia na riba. Anasema wewe ni dhalimu, unavuna usipopanda. Kwa hiyo kuna watu mnataka makubwa huku, wakati kwenye uaminifu wa vidogo bado kuna shida. Sasa ili uende hatua, lazima Mungu akupime. Kwa hivyo sheria ya Mungu iko wazi. Sheria ya kiroho haigeuzi watu wa Mungu na chochote. Si kwa nini nasema hapa alafu nasikia ndani moyo unachemka hivi? Sheria ya Mungu haigeuzi na chochote. Sheria ya Mungu haiogopi upako. Sheria ya Mungu haiogopi upako. Sheria ya Mungu haiogopi ukuu. Ndio maana yule mtu anaenda kukutana na Elisha, nachanganya watu wawili, Elisha na Amani, si ndio? Anaenda kukutana, maana jamaa hatoki nje. Sio kwa sababu ni jemedari, jamaa kimbie. Anaambia no, nimesikia ndani, akaoge mtoni mara 7 kisha aende. Jamaa anasema, yani huyu mtu anamtuma kijakazi aniambie mimi habari za kuoga. Huko nilipotoka hakuna mito. Hatuongelei habari ya mito, tunaongelea mto katika neno la Bwana. Msizalau vilivyo vidogo. Siku moja nilikuwa nafundisha watu sehemu, nikamwambia habari ya maombi. Hivi unawahi kumshukuru Mungu kwa kope hizi za ndani hivi, unazijua hizi? Umewahi kumshukuru Mungu kwa hizo? Ukitaka kujua hazina maana, kazinyoe sasa hivi. Nakupa siku 2, kazinyoe. Utakuja hapa kipofu nakwambia. Macho yamejaa utongotongo hivi. Umeshai kumshukuru Mungu tu hata kwamba unasikia? Ni vidogo kweli. Kwamba pua haijaziba moja, unapumulia zote 2. Lakini ukienda kwenye listi ya maombi yako, yanatisha. Bwana uniinue kwa viwango. Juzi nimeenda naita Ntiuka Nimeenda Ntiuka. Mtu mmoja amenipigia simu haraka, mchungaji njoo. Sasa nini? Ngoja nikasema ngoja niende. Simjui wala Hasani Ebeneza. Alafu sasa bahati mbaya na mimi ndo mchungaji Sumila, siulizagi unatokea wapi. Sina huo muda. Nimeenda. Ananiambia ndugu yangu wamemtoa meno yote. Sasa kwenye issue za kansa unajua, sijui kansa ni nini. Kwa hiyo wameamua kutoa meno yote. Kwa hiyo sasa wefikiria huyo mtu anakuaje? Wewe unatafuna hadi mfupa yani. Wacha. Afu unafikiri ni uhalali yani, unavunja mifupa. Vunja mifupa kwa sababu meno iko.
Ananiambia sielewi hii kitu imetoka wapi mchungaji. Na mimi ndo mara ya kwanza kweli najua kuna kansa nyingi, lakini hiyo mpaka mtu aisemi sio Mungu. Ndio nimeiona juzi. Nikasema kumbe kuna vitu vya ajabu duniani. Si nimshukuru Mungu vile nilivyo tu. Maana mtunga Zaburi anasema ameniumba, na jana wamama walikuwa wanahubiri Jumapili, ametuumba kwa jinsi ya ajabu. Hivi angekuumba una meno na unapopenda nyama ngumu ingekuwa. Kwa hiyo msizalau vitu vidogo mnapoenda kwenye toba. Msizalau. Hata ungamo, toba, maombi, msizalau vitu vidogo. Mnapelekaga mambo makubwa. Mungu anaangalia. Mama hekima huyu kweli ananiomba nimpe magorofa mawili. Yaani Mungu anaangalia, na sababu ya kumpa. Ngoja niangalie nilipompa amefanyaje. Anarudi kwanza kwenye vile amekupa, amekuamini. Alafu vile vinampa ushawishi wa kupeleka hatua nyingine. Sasa umepewa nafasi ndogo, unakanyaga wenzako. Nafasi ndogo, unakanyaga, alafu unataka uinuliwe. Ili ndio kanyage taasisi nzima. Bora ubaki hapo hapo. Ili taasisi iwe salama, yaani ubaki hapo hapo. Sasa umepewa nyumba tu, unarusha takataka fence upande wa jirani. Umepewa maandazi yako, unarusha limfuko. Ukipewa gorofa si utamwagia watu maji. Mungu anakuangalia. Ninaona yaani kuna vitu ni tabia zenu. Hivi umepewa tu kanyumba kadogo hapo kazuri, umepewa takataka unatupa nje kwa. Ukipewa uwezo wa kuwa unakula kila kitu, utakuta hapo umetupia nani hapo pizza hapo nje. Sisi wengine ndio tunaweza kula tuna miaka 25. Tutatendesha dhambi tuingie majalalani tena. Kwa kuna vitu ni vidogo. Uwakili unaweza kupima na vidogo. Hata Mungu naomba mambo makubwa. Mungu amewapa vidogo havitunzwi. Hivi kweli unawezaje kumwaga chakula wakati wengine wanatafuta? Unawezaje? Wewe ni Mkristo, unawezaje? Yaani unawezaje? Umepewa kazi ya kulisha kunguru. Sehemu ya package ya maisha yako ina package ya kunguru na panya. Sisalau vilivyo vidogo. Sisalau vilivyo vidogo. Wafundisheni hata watoto wenu kujali mambo madogo. Siku moja tumekaa familia tunazungumza tumsaidie ndugu yetu mmoja. Kaambiwa haya sawa aitwe. Akaitwa. Ndugu yetu tunakusaidia. Akasema mimi nahitaji kama milioni 15. Mimi nikashtuka. 15. 15 mimi nikizitaka lazima nikope. Yaani mimi ninafanya kazi ila nikizitaka 15 lazima ni sign form. Na wadhamini. Sasa mimi 15. Nikajaribu kumchokoza kwa sababu namjua mamangu huwa ana hasira kijibu kwa haraka. Nikamchokoza nikamwambia okay sawa. Wala hamna shida. Si ndio mimi mchungaji lazima niwatie tuwafarijiane kwa maneno. Si ndio Biblia inasema tufarijiane. Niambia okay bro, sawa. Wewe una ngapi? Akasema nauli ya kuja hapa penyewe ni 100. Ngasema hii noma imeshatokea. Kwa hiyo kumbe kama amekuja na nauli ya kuazima akianza kurudi atahitaji nauli tena. Sio 15. Nauli hajaweka. Si inaeleweka. Sasa mnaenda kwa Mungu na bills kubwa wakati ndogo. Mwangalie jirani yako mwambie, unaomba kuinuliwa? Mungu si dhalimu. Wafundisheni hata watoto. Mimi nilifundisha shule moja. Nawapa ushuhuda wa kitu ambacho nimejifunza kwenye ile shule. Mimi sitaki kuzungumzia hayo na wala sifanyi branding ya shule ya mtu. Siku hizi nimekuwa makini sana kwa sababu na mimi hivyo. Sifanyi branding, unilipe nikufanyie branding. Ile shule ilikuwa ina watoto 1500 nakumbuka kipindi hicho. Lakini kupata ndoo ya chakula mabaki ndoo ile ndogo ya lita 5, lita 10 upati kwa watoto wote. Sasa mimi nimetoka kijijini huko ndio nimeletwa hapa taoni.
chap the first nikapelekwa hapo. Si ubwabwa bwana. Na nilishawasimulia ubwabwa ulichotaka kunifanya. Si mnakumbuka? Ubwabwa huu hapa na maharage bwana. Nikakinga. Nikuwekea vijiko vingapi? Niambia weka. Akaweka. Niambia weka tena, akaweka. Weka tena, akaweka. Singeenda kula bwana, ukanishinda kumaliza. Nishinda kumaliza, mwenye shule anapita. Amenikuta sasa, najua mimi na heshima ya mchungaji, ataniambiaje mchungaji? Sijui hizo sheria kwanza. Ni mgeni. Vipi? Mchungaji vipi? Nikamwambia safi. Vipi umemaliza? Sasa hichi hapo unampelekea nani? Kaona hii mbona ishakuwa noma hii. Kabisa aliniambia mbele ya walimu hivi. Tulikuwa tumepana walimu kama watano. Kaniambia wewe ni mchungaji. Tunafundisha habari ya uwakili. Hapo kiwango chako cha uwakili kikoje? Nilikula tumbo ndani. Toka hapo. Naambia nikakili nitakuja jinsi mtango kuongeza. Yaani bora nile nusu kuliko nijaze kunishinde. Niliondoka na hiyo discipline mpaka kwenye maisha yangu. Chochote ninachokifanya nitakifanya kwenye uwezo nilionao. Sihangaiki na mawezo makubwa. Yaani mimi sitaabiki, wewe njoo na gorofa yako, njoo na renji lako, mimi nikija na bodaboda chap safi. Wote ni usafiri, nikija kwa miguu safi. Yaani sihangaiki nje ya uwezo wangu. Yaani naweza kula ubwabwa, nitakula ubwabwa hauna mboga. Namshukuru Mungu kwa. Naweza kula kuku, wananijua wanaotembea na mimi. Nenda nampiga kuku wote mwenyewe. Si ndio uwezo wangu ndio umenipa kwa kiwango hicho. Lakini siteseki na kiwango cha mtu. Yaani wewe unabadilisha suti kila siku, mimi nina shati yangu moja, asante Yesu, nitaifua, nitainyoosha. Utaona pia inabadilika rangi. Lakini nimeoka vizuri safi. Naonekana smart. Kuna mavitu mnateseka na mambo ya maisha ya watu. Hamjaona thamani ya mlivyonavyo. Mnahangaika na maisha ya watu, hamjaona thamani ya mlivyonavyo. Hamjakea mlivyonavyo. Mkifikia kiwango hicho, Mungu atawapeleka kingine kwa sababu mmekea kiwango Mungu ameweka. Na ndugu yangu mimi kwenye familia yangu alikuwa anataka kuwa daktari. Na ameenda kusoma nje kabisa. Sasa alikosea neno la kwanza. Alisema mimi nataka niwe daktari ili kijijini wanitambue. Nawaambia mpaka leo. Na nafikiri ni miaka 8 anasoma udaktari, hajawahi kuwa daktari. Kijiji kimjue ili iweje? Udaktari ule wa elimu. Yaani anaenda chuo ili kijiji kijue. Ndugu yangu, unataka uinuliwe ili tukujue? Na Mungu tu hivi, Mungu tunayemjua akuinue ili tukujue. Utuumize. Utasubiri sana. Foleni yako bado. Utasubiri sana. Alafu wale wanaotaka wakujue ndio watainuliwa ili wewe wajue. Msizalau vilivyo vidogo. Angalia jirani yako. Mwambie usizalau kwenye vile Mungu amekuamini. Vijali, vitunze, vipe thamani. Jumapili nani hayupo hapa? Sabi hayupo. Angewaambia jambo hili. Jumapili tulienda sehemu. Mimi nilitumia formula ambazo mnazitumia Ebeneza kwenye utoaji wa sadaka. Jana kanipigia mama mmoja anaomba kuonana na mimi. Huko nilipokuwa. Akaniambia mchungaji, hamna siku nimebarikiwa nimeenda kanisani kama siku ile umekuja. Nikamwambia kwenye nini? Akasema mimi nilikuwa naogopa kutoa sadaka. Naogopa kutoa sadaka kwa sababu kiwango nilichonacho wenzangu wakitamka mimi nashindwa kutamka. Yaani tukianza hapa milioni 10, yule ana 7, yule ana 8, yule ana 6, yule ana 5. Hamna chini ya milioni. Wewe mwenye 50,000 utasema. Kwa hiyo naye alikuwa anapita hiyo hali. Ananiambia mchungaji, ulivyotuambia tukachukue wenyewe tukaweke mbele, nilikuwa nakimbia. Muda kwa nafasi za kuja 51
Haleluya.